Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumcha Mwenyezi Mungu ndio lengo na kusudio la ibada ya funga ambayo tumemaliza jana, na leo tumeingia katika sikukuu ya Eidul Fitri. Kila mwenye kufunga, kwa maelezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa na furaha mbili. Bwana Mtume ametuambia lisaimi farhatan, kila mfungaji anakuwa na furaha mbili. Farhatun inda fitrihi, furaha ya kwanza ni wakati wa kufungua. Amemaliza funga yake, amekamilisha ibada, anataraji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupata malipo na ridhaa kwa ibada aliyoikamilisha. Na kwa kuwa sisi tumekamilisha ibada ya funga, tunayo furaha na matarajio kwamba kile alichotufahamisha na kutufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tukatekeleza, tutakuwa miongoni mwa waliopata. Nacho si kingine, ni kile alichokisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote yule atakayefunga Ramadhani kwa kuamini kuwa ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu na akataraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, huyu atafutiwa madhambi yake aliyoyafanya. Wanazuoni wakatuambia ni yale madhambi madogo, ama makubwa ili yafutwe ni lazima muhusika alete toba inayoitwa taubatan nasuha. Furaha ya pili, wa farhatun inda liqa'i rabbi, Mtume anasema ni furaha ya mfungaji siku atakapokutana na Mola wake. Baada ya kuwa amekufa, ameondoka ulimwenguni, atakapokutana na Mola wake anapata ujira wa kile alichokifanya ulimwenguni. Hii maana yake ni nini? Maana yake, baada ya kuwa tumefunga Ramadhani, ndani yake tumepata faida ya mambo mengi mazuri, ikiwemo jambo ambalo kwenye maisha ya kawaida tukilitumia tutakuwa miongoni mwa wenye kufaulu sana, linaloitwa self control. Uwezo wa kudhibiti hisia zako, uwezo wa kudhibiti vitendo vyako, ambayo tumejifunza ndani ya funga ya Ramadhani wa maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ukifunga una vitu fulani ujizuie kusema, ujizuie kufanya, uzuie hisia zako. Tumefanya hivyo kwa siku 30. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ametuambia laisa siyamu min at-ta'ami wash-sharabi, kufunga si kujizuia kula na kunywa tu. Innama siyamu min al-lahwi war-rafath, kufunga ni kujizuia na kauli chafu, kujizuia na vitendo vyote vichafu visivyofaa. Lakini sehemu nyingine yakasema man lam yada' qawla zuri, yule ambaye hakuacha kusema uongo. Anasema amefunga lakini akadumu kusema uongo. Wal amala bihi,
na kufanyia kazi uongo. Maisha yake yeye yanazunguka kwenye uongo. Falaisa lillahi haja, Mwenyezi Mungu hana haja kwa mtu huyu fi an yada taamahu wa sharaba, kwenye kuacha chakula chake na kinywaji chake. Tumetekeleza, tumejidhibiti, tumejizuia mpaka pale alipoelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fa insabaka ahadun, akikutukana yoyote, au jahila alaika, au akafanya vitendo vya hovyo visivyofaa kukufanyia wewe, fakul inni saimu, inni saimu, sema mimi nimefunga, mimi nimefunga. Self control. Tumejifunza mambo ambayo tukiyatumia sasa nje ya mwezi wa Ramadhani yatatupa faida katika maisha yetu hapo ulimwenguni. Ndiyo maana furaha ya pili ya mfungaji ni pale anapokutana na Mola wake. Maana yake yale aliyoishi nayo katika Ramadhani amedumu nayo katika maisha ya kawaida. Ndiyo maana inapatikana furaha ile. Ukiyakata katikati kukiwa hakuna consistency, huwezi kupata, huwezi kuwa na furaha siku ile. Na kama tunavyoambiwa, without consistency you will never finish. Itakuwa imeishia baada ya Ramadhani, umekata na huna ulichopata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea lengo maalum ndani ya funga hii tuliyomaliza. Lengo ni sisi kuwa wacha Mungu. Tujikague vizuri sana. Tunayokwenda kuishi nayo baada ya leo yana reflect tumetoka kwenye chuo cha kutufanya tubadilike na kuwa wacha Mungu. Tukikaa kwenye mstari huo, hapana shaka yoyote furaha ya pili wakati wa kukutana na Mola wetu tutakuwa nayo, kwa sababu tumeishi katika namna nzuri ya yale anayoyapenda na kuyaridhia. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya Ramadhani tumejifunza kubadilisha tabia. Na kwa kuwa tumejifunza kubadilisha tabia, hapana shaka yoyote tabia zisizofaa tumeweza kuziwacha, na tabia zinazofaa tumeweza kuishi nazo. Tumefunzwa ndani ya Ramadhani tujiepushe kusema uongo. Tumeishi namna hiyo. Tumefunzwa ndani ya Ramadhani tujenge mahusiano mazuri na maneno ya Mwenyezi Mungu, Qur'ani, tusome Qur'ani. Tumeishi namna hiyo. Hapana shaka yoyote tabia hizi tutadumu nazo.
Tabia ni ile hali anayokuwa nayo mwanadamu inayomuongoza kwenye kusema, kutenda matendo fulani kwa wepesi bila kufikiria. Hiyo ndio tabia. Mwenye tabia ya kutoa mathalan, inapofika pahala pa kutoa hahisi uzito wowote wala hafikirii. Ukiona ikifika wakati wa kutoa unafikiri sana, unatafuta sababu za kutotoa, ujue kwamba hiyo si tabia yako. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mmoja katika masahaba wake, inna fika khullataini yuhibbuhum Allah. Alimwambia, wewe una tabia mbili Mwenyezi Mungu anazipenda, alhilmu wal anatu. Una tabia, mambo yako yote unafanya kwa kutumia akili, na pia ufanye haraka kwenye maamuzi. Mambo mawili haya, tabia mbili hizi Mwenyezi Mungu anazipenda, unazo. Sahaba yule akauliza swali, hizi tabia mbili nimezipata mimi mwenyewe au Mwenyezi Mungu kanijalia nimeumbwa tayari ninazo? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, tabia mbili hizi umeumbwa tayari unazo. Bwana yule akasema, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniumba na tabia mbili hizi ambazo yeye anazipenda. Wanazuoni wakatufasiria kwamba katika tabia ziko tabia mtu anaumbwa nazo, zikiwa nzuri mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuumba una tabia hizo nzuri anazozipenda. Zikiwa si nzuri, upambane kuziondosha zile ili ubebe tabia nzuri. Na kumekuwepo wengine wenye tabia zisizo nzuri, ili wewe upate kuona umshukuru Mwenyezi Mungu kuwa wewe upewa tabia zile. Kwenye sura hii maana yake kuna tabia lazima tupambane nazo kuzipata na tupambane nazo kuzikimbia. Na kwenye kubadilisha tabia si jambo jepesi. Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake kwetu katuletea funga ya Ramadhani itusaidie kubadilisha tabia. Lakini ili tuweze kubadilisha tabia mbaya, lazima tujue kitu kinachoitwa kitanzi cha tabia, habit loop wanasema. Kile kitanzi ndo kinachokufanya usitoke kwenye tabia ile. Pengine ndani ya Ramadhani uliweza scrolling habit yako ulibadilisha, ukawa sasa unashikamana na Qur'an, unashikamana na Mwenyezi Mungu. Ramadhani imemalizika, inataka usirudi kule. Ndani ya Ramadhani uliweza siku 30 hukunywa pombe. Ili uendelee usinywe pombe, lazima ujue kile kitanzi cha tabia, namna ya kukimbia. Ndani ya Ramadhani ulijiepusha, pengine ulimwambia hasa muhusika kwamba mwezi huu tusionane. Ili uendelee usirudi kule, lazima ujue kitanzi cha tabia ambacho wanasema kina mambo matatu. Kuna kitu kinaitwa cue, kuna response na kuna reward. Cue ndo kama kichocheo. Tabia ya scrolling kule itaeleweka vizuri kwenye simu. Ile notification kwenye simu yako ndo cue. Response ni ile unapotaka kuangalia, na reward ni pale unapojua nani kaangalia picha zako na ukaona umefurahi, umeridhika. Mzunguko huu unatengeneza tabia. Ili uweze kuepuka tabia ile, ni lazima uvunje mzunguko huu.
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa swali, ni mambo gani yatawaingiza watu wengi peponi? Akasema taqwallahi wa husnul khuluq, ni kumcha Mungu, ambao ndio lengo la saumu tuliomaliza, na kuwa na tabia njema. Ili tuwe na tabia njema, tuvunje tabia mbaya, na ili tuvunje tabia mbaya, tupambane na kitanzi cha tabia. Kuna watu wanaitwa recidivist, tabia yao inaitwa recidivism. Anaposimama mbele ya hakimu akiambiwa ajitetee, anajitetea kweli kweli, lakini hakimu anajua tabia ile, anafahamu kwamba huyu akimwachia akitoka atakwenda kufanya yale yale. Sisi tumejitengeneza vizuri ndani ya Ramadhani, tusiwe recidivist. Katika mji wa Maka uliishi mwanamke ambaye inasemekana akili zake hazikuwa nzuri. Alikuwa na tabia ya kufuma uzi asubuhi, alafu ikifika jioni anafumua. Mwenyezi Mungu akapiga mfano kwa mwanamke yule kutufunza sisi na kututahadharisha pale aliposema, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankadha, msiwe kama yule mwanamke ambaye anafumua mwenyewe uzi aliyosokota baada ya kutumia ufundi mkubwa na umakini, kisha anafumua vipande vipande. Tumemaliza Ramadhani, tusifumue uzi tulioufuma vizuri ndani ya Ramadhani. Tumemaliza Ramadhani, tusiwe recidivist. Tuache tabia mbaya zote ambazo tumemanage kuziacha ndani ya Ramadhani, tuendelee ili tupate furaha ya pili wakati wa kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa tabia mbaya ambayo wakati huu imeshamiri zaidi pengine kuliko ilipoongelewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema, kullu ummati muafa, ummati wangu wote watapata msamaha, illa almujahirin, isipokuwa watu kundi maalum linaitwa mujahirin. Mwenyewe akafafanua akasema, wa innal mujahara, hiyo tabia hiyo ya hao mujahirin ni mtu kutoka akafanya matendo yasiyofaa, Mwenyezi Mungu akamsitiri asimuumbue, kisha siku ya pili yeye mwenyewe anawaambia watu, amiltu albarihata kadha wa kadha, jana nilifanya hivi nilifanya hivi. Inawezekana husemi, lakini wewe unachofanya ni zile zinazoitwa selfie. Unajipiga picha dunia ione kule uliko, namna unavyomuasi Mungu. Mwenyewe unasema bwana, na enjoy, niangalieni niko huku, niangalieni niko hapa, niangalieni nafanya hivi. Tabia hii ya kufanya maasi ambayo Mwenyezi Mungu kakupa stara huko, angeweza kufanya chochote ukaumbuka, lakini wewe mwenyewe unakuja kujitangaza, niangalieni nimefanya hivi. Ni miongoni mwa tabia mbaya ambazo tutumie funga ya mwezi wa Ramadhani iliyotufunza self control, iliyotufunza self discipline. Lengo lake tuwe wacha Mungu, tukatae na tupambane na tabia hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kama mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وخصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، وعلي بقيه العشره البشرين بالجنه، ومن ازواج نبيك وامي وصيبته ذوي الاخلاص والصفا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عيد مبارك.